Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Oktoba 22 mwaka 2025. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya ulinzi wa pekee ambao umetufunulia katika maisha haya. Jina lako litukuzwe kwa namna ambavyo umetuongoza, kwa namna ambavyo umetembea pamoja nasi katika kila hatua, kwa namna ambavyo umetusamehe dhambi zetu tulipotenda dhambi, na zaidi sana umeendelea kutuona kama watoto wako wa thamani sana. Asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako tukiwa ni wachafu, tukihitaji utakaso wako. Tusafishe dhambi zetu, ukatufanye kuendelea kung'aa kama watoto wako wa kiume na wa kike. Tunapoenda kujifunza mada hii asubuhi ya leo, tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi. Malaika wako watembee pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Walio wagonjwa katikati yetu uwaponye. Sio sisi tutakavyo, bali kama mapenzi yako yalivyo. Dumu kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, sasa na hata milele. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema ujumbe wa malaika wa tatu. Limejengeka katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 3 aya 17. Neno la Mungu linasema, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Ujumbe wa malaika wa tatu ni wa uhakika mkamilifu. Unaweza kuwa na uhakika juu ya kweli kuu na ziadilishazo zinazohusiana na ujumbe huu. Fanya kazi kwa weledi ili kutia shime umoja wa kiimani na wa kimaamuzi, ili wote waweze kuunganishwa katika vifungo vya ushirika na upendo wa Kikristo. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa hekima na matunda mema, haina fitina, haina unafiki, na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Yakobo sura ya 3 ya 17 na 18. Kanuni iliyowekwa hapa ni matokeo ya asili ya dini ya Kikristo. Hasa wale wanaohusika katika kutangaza ujumbe mzito wa mwisho kwa ulimwengu unaokufa wanafanya hima kutimiza andiko hili. Ingawaje wanakuwa na hulka na tabia tofauti, watakubaliana katika mambo yote ya imani ya kidini. Watazungumza lugha moja, watakubaliana katika kila jambo na watakuwa wamoja katika Kristo Yesu. Hakuna hata mmoja apaswaye kufikiri kwamba maamuzi yake ndiyo sahihi. Maamuzi yake hayawezi kupingwa na kwamba anaweza kufuata njia yake mwenyewe bila kujali maoni ya wengine ambao wameungana katika kazi. Tunapofikiri kuwa tunajua yote ambayo tunapaswa kuyajua, tumekuwa katika nafasi ambayo Mungu hawezi kututumia. Ujumbe wa malaika wa tatu si ujumbe mdogo, ni wa ulimwengu wote, na tunapaswa kuungana kadiri iwezekanavyo katika namna ya kuwasilisha kwa ulimwengu. Mwanadamu anaweza kukosea, lakini ujumbe ni wa uhakika. Pamoja na hayo yote, unapaswa kuwa na uwiano. Ni kitovu kikuu ambapo mioyo yote inapaswa kuunganishwa.
Tunaweza tukapata hoja ambazo hazina madhara na kutafuta kuzitumia, lakini hatuwezi kuimarika kwa kufanya hivyo. Ujumbe unapaswa kuwaandaa watu ili kusimama katika siku kuu ya mwisho na kuunganishwa huko juu mbinguni. Hakuna ambaye anapaswa kufikiri kwamba haina umuhimu wowote maalum ikiwa wameungana na ndugu zao au si, kwa kuwa wale ambao hawajifunzi kuishi kwa mapatano hapa hawataungana mbinguni. Wengine wana uhuru wa asili ambao unawaongoza kufikiria zaidi juu ya uamuzi wao wenyewe kuliko ule wa ndugu zao. Kwa kufanya hivyo, wanajiweka wenyewe mahali ambapo wanashindwa kupata maarifa zaidi ambayo Mungu alitaka wawe nayo. Mafundisho na mipango inapaswa kulinganishwa na sheria na ushuhuda. Kamwe hatupaswi kujiona kuwa huru sana kushindwa kujifunza kwa wengine. Historical Sketches, ukurasa 122 hadi 125. Yesu Kristo ndiye kiini kikuu cha mvuto. Hapaswi kuachwa nje ya ujumbe wa malaika wa tatu. Daima mwenye dhambi anapaswa kutazama kuelekea Kalvari, na kwa imani sahili ya mtoto mdogo sharti atulie katika ustahili wa Kristo, akikubali haki yake na kuamini katika huruma yake. Evangelism, ukurasa 184 na 185. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 22, mada ikisema ujumbe wa malaika wa tatu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Pengine kwa maneno yako, pengine kwa matendo yako, au pengine kwa mawazo yako, umetanga mbali naye Mungu. Huenda ni baraka alizokupa Mungu, au ni ugonjwa unaokusumbua, vimesababisha we utange mbali. Rudi sasa, anakusubiri. Rudi nyumbani, rafiki, rudi nyumbani. Mwokozi anakusubiri. Rudi nyumbani, rudi nyumbani. Rafiki, rudi nyumbani. Mwokozi anakusubiri. Rudi nyumbani. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, Bwana ana uwezo kuzifanya ziwe nyeupe kama theluji. Rudi nyumbani. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, Bwana ana uwezo kuzifanya ziwe nyeupe kama theluji.
nyumbani. Mwokozi anakusubiri, rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rudi, rudi. Rafiki, rudi nyumbani. Mwokozi anakusubiri, rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Japo dhambi zako ziwe nyingi, nyumbani. rudi. Mwokozi anakusubiri,